Kwa majina naitwa Jemeria, mimi ni mfanyabiashara, nauza duka la jumla, duka la vyombo, jumla na rejareja. Kwangu mimi ninaona umuhimu wa huduma kwa wateja ni mwingi sana. Yaani kwangu mimi ninaona uko umuhimu mwingi sana. Lakini cha kwanza ambacho kinaleta umuhimu wa huduma kwa wateja ni lugha. Hiyo lugha hiyo. Lakini kwa kupitia hiyo lugha, umuhimu wa kwanza kwamba huduma kwa wateja huongeza uaminifu kwa wateja. Kiaje? Kwa kweli mfano kama mimi katika biashara yangu huwa napenda sana kutumia lugha ya mvuto, lugha ya biashara, lugha ya kumfanya mteja, yani kumkarimu mteja. Kwa kupitia hiyo lugha inanifanya mimi kuongeza uaminifu wangu kwa wateja. Yani unawafanya wateja kuwa na ile hali ya subira kwamba mimi jameni ili duka hivi na hivi nahisi kama mnajua. Yani kujenga uaminifu kwa wateja na wenyewe kwako na wewe, na ushirika mzuri kwa wewe na wateja. Umuhimu mwingine wa pili mimi nauona inajenga sifa nzuri ya kampuni au hiyo biashara unayoiendesha. Mfano kama mimi pale dukani kwangu duka langu nasifika kwa sifa nzuri sana, na wengi wakija pale wanakuwa wanapenda sana lile duka. Joseph Zaburi ni mfanyabiashara kata ya Ihumwa mkoani Dodoma. Napenda kuzungumzia umuhimu wa huduma kwa wateja. Nikianza na pointi ya kwanza, za idadi ya wateja pia. Naweza nikazungumzia kuhusu lugha pia, lugha nzuri ambao mhudumiaji atakuwa anaitumia. Mhudumiaji akiwa anatumia lugha nzuri inasaidia kuongeza wateja pia. Maana kimfano mtu amefika, umemhudumia vizuri, akapenda huduma yako, atasambaza pia kwa marafiki zake, kwa watu wanaozunguka. Ila ukisema mtu anatumia lugha mbaya, watakuwa nasema vibaya kuhusu biashara yako, pia na huduma ambayo unaitoa, kwa hiyo utakosa wateja. Kwa hiyo huduma kwa wateja husaidia pia kuongeza idadi ya wateja. Tumetoka kuyasikia maoni ya wafanyabiashara wa kata ya Ihumwa jijini Dodoma wakieleza ni kwa namna gani huduma kwa wateja ina umuhimu wake. Narejesha kijiti hapo studio. Mimi niko bosi mwingine ni Gerald Emmanuel Simbila, Domeko FM.